Mistari maarufu kutoka kitabu cha Mhubiri inasema hivi: kuna wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Hiyo ni Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 4. Kwa Yeremia, mwandishi aliyeongozwa wa kitabu cha maombolezo, sasa ni wakati wa kulia na kuomboleza. Anaandika kwa manusura wa kuanguka kwa Yerusalemu karibu mwaka wa 586, na kitabu hiki kidogo cha maombolezo kinatoa sauti kwa maumivu makali wanayohisi sasa. Pia kitawakumbusha kwamba hata katika siku za giza zaidi kuna mwanga wa matumaini. Kuna mwaliko kutoka kwa Bwana wa kurudi nyumbani. Sasa kitabu cha maombolezo kinaonekana kuwa mkusanyiko wa mashairi yaliyoandikwa na Yeremia, na kila moja ya sura hizi 5 ni shairi tofauti. Mashairi 4 ya kwanza yameundwa kama akrostiki. Kila mstari au kundi la mistari huanza na herufi inayofuata ya alfabeti ya Kiebrania. Kwa hivyo ni wazi kwamba Yeremia hakuwa tu nabii mwenye ujasiri, lakini pia alikuwa mshairi mwenye uwezo mkubwa. Sasa shairi hapa katika sura ya kwanza linaangazia mateso ya watu wanaoishi Yerusalemu wakati linaposhindwa na jeshi la Babeli. Yeremia anaandika kuhusu maumivu yao hapa katika mstari wa kwanza. Kama mjane amekuwa, yaani Yerusalemu amekuwa. Anaendelea katika mstari wa 5, adui zake wamekuwa kichwa. Maadui zake wanafanikiwa kwa sababu Bwana amemtesa kwa wingi wa makosa yake. Watoto wake wameenda mateka mbele ya adui. Sasa mstari wa 7 unaonyesha kinachofanya ugumu kuwa mbaya zaidi, na hiyo ni kumbukumbu ya vitu vyote vya thamani vilivyokuwa vyake kutoka siku za zamani. Mstari wa 10 unaongeza, adui ameunyoosha mkono wake juu ya vitu vyake vyote vya thamani, kwa maana ameona mataifa yakiingia patakatifu pake. Kwa maneno mengine, wamepoteza hekalu lao tukufu, wamepoteza mji wao mzuri wa Yerusalemu, na kwa njia watu wanatambua hasara hii kama iliyo haki kabisa. Kwa kweli, mji umeonyeshwa hapa kama ukizungumza katika mstari wa 18, Bwana yuko sahihi, kwa maana nimeasi dhidi ya neno lake. Naam, Yerusalemu haijisamehi kwa dhambi zake za ibada ya sanamu, lakini pia inaomba Mungu alete hukumu juu ya maadui zake. Yerusalemu kama inavyosema, inazungumza hapa katika mstari wa 21 na kusema, maadui zangu wote wamesikia shida yangu. Wanafurahi kwamba umefanya hivyo. Sasa na wawe kama mimi. Kwa hiyo shairi hili la kwanza katika sura ya kwanza linahusu huzuni hii mbaya inayohisiwa kote nchini. Sasa sura ya pili ya maombolezo, shairi la pili, litaangazia tena hukumu ya kimungu. Mistari 9 ya kwanza ya shairi hili inaangazia hasira ya haki ya Mungu kwa watu wake wasiotii. Na kumbuka, wapendwa, agano lao na Mungu liliahidi matokeo mabaya ikiwa na wakati watakapoasi dhidi ya Bwana. Kwa hiyo tunasoma sasa hapa katika mstari wa kwanza jinsi Bwana katika hasira yake ameweka binti wa Sayuni chini ya wingu. Mstari wa 4 unasema ameimwaga ghadhabu yake kama moto. Mstari wa 7 unasema Bwana amedharau madhabahu yake, amekataa patakatifu pake, amekabidhi mikononi mwa adui uta za majumba yake. Sikiliza, kila kipengele cha maisha ya Yuda sasa kimeanguka chini ya hukumu ya Mungu. Na elewa hili, ingawa taifa linapata hasa kile ambacho Mungu alitabiri wangepokea, Yeremia yeye haimbi wimbo wa furaha hapa anapoandika mashairi haya. Analia. Unaona, hizi ni maombolezo ya Yeremia. Yeremia hata anaomboleza juu ya manabii wa uongo ambao walikataa kusema ukweli. Hapa katika mstari 14 anasema, manabii wako wamekuona maono ya uongo na ya udanganyifu, hawajafichua uovu wako ili kurejesha bahati yako. Kisha mstari wa 17 unasema, Bwana ametenda alilokusudia, ametekeleza neno lake aliloamuru zamani. Sasa wanapaswa kufanya nini kuhusu hilo?
Kwanza kabisa mstari wa 19 unasema, mimina moyo wako kama maji mbele za Bwana. Kwa maneno mengine, chukua kitambaa cha machozi, chukua Biblia yako na nenda ukalie vizuri mbele za Bwana kwa sababu ya dhambi zako. Na sasa kwa hilo, sura ya 3 inaleta shairi ambalo ni tangazo la tumaini. Sura hii imeitwa na wasomi moyo na roho ya kitabu cha maombolezo. Sura zingine zote zina mistari 22 na zinafuata mtindo huu wa akrostiki, ambapo kila mstari unaanza na herufi inayofuata. Katika alfabeti ya Kiebrania kuna herufi 22 katika alfabeti ya Kiebrania, lakini sura hii ni tofauti kidogo. Mistari mitatu imejengwa kuzunguka kila herufi katika alfabeti ya Kiebrania, hivyo sura ya 3 inaishia na mistari 66. Inafanya sura hii kuwa mara 3 zaidi ya sura nyingine yoyote katika kitabu hiki kifupi. Sasa unaweza kusahau kila kitu nilichosema kuhusu idadi ya herufi katika alfabeti ya Kiebrania na mtindo wa akrostiki wa mashairi haya, na kwa kweli hiyo ni sawa. Lakini hapa kuna kitu ambacho sitaki usahau. Sura ndefu zaidi sasa katika kitabu hiki ni shairi linalowapa wenye dhambi hawa, watu wa Yuda na watu kama wewe na mimi, tumaini. Hapa katika sura ya 3 tena na tena tunasoma kwamba Bwana ndiye anayeshikilia fimbo ya nidhamu kama ilivyo, na Yeremia anazungumza kwa niaba ya Yuda kwa ujumla, na yeye anatoa orodha ndefu ya mateso ambayo Mungu amewaletea. Kwa kweli hakuacha chochote. Anaandika hapa, niko chini ya fimbo ya ghadhabu yake. Mstari wa 1, Mungu ameifanya nyama yangu kudhoofika. Mstari wa 4, amenizungushia ukuta ili nisiweze kutoroka. Mstari wa 7, amenijaza uchungu. Mstari 15, nafsi yangu imekosa amani. Mstari wa 17, na unaweza kuwa unafikiria hii haionekani kuwa na matumaini kwangu. Sawa, wacha nikuambie, matumaini yanaanza kuamka moyoni mwako unapogundua kwamba Mungu anadhibiti hukumu yake dhidi ya dhambi yako, wakati unapoelewa kwamba fimbo ya nidhamu inashikiliwa mkononi mwa Mungu. Una matumaini katika hilo. Sasa kuna mabadiliko ya ghafla hapa katika mstari 21, na Yeremia anasema, lakini hili nalikumbuka, na kwa hiyo nina matumaini. Atakumbuka nini? Aya 22, upendo wa Bwana usiobadilika haukomi, rehema zake hazina mwisho, ni mpya kila asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ni fungu langu, asema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini. Bwana ni mwema kwa wale wanaomsubiri, kwa nafsi inayomtafuta. Naam, hizi ni aya za matumaini za ajabu, sivyo? Matumaini yanapatikana kwa njia, wapendwa, kwa sababu Mungu anapatikana. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake. Kwa kweli, ndiyo sababu aliwahukumu watu wake. Alishika neno lake. Walimpinga, walimwacha. Lakini habari njema hapa, habari za matumaini, ni kwamba Mungu hajawaacha. Kwa kweli, Yeremia anaandika hapa katika aya ya 31, kwa maana Bwana hatatupa mbali milele, lakini ingawa anasababisha huzuni, atakuwa na huruma kulingana na wingi wa upendo wake wa kudumu. Sawa, basi tutafanya nini kuhusu hilo? Naam, Yeremia anatueleza hatua yetu inayofuata inapaswa kuwa nini hapa katika aya ya 40. Na tujaribu na kuchunguza njia zetu na turudi kwa Bwana. Sawa, na tujichunguze wenyewe kuona wapi na jinsi gani na kwa nini tulipotoka, na kisha turudi kwake kwa toba, tukiri dhambi zetu kwake, tumuombe msamaha wake wa neema. Hii siyo tu kwa ajili ya Yuda, hii ni kwa ajili yako na mimi. Na labda leo, mpendwa, unahisi uzito wa nidhamu ya Mungu. Labda katika eneo fulani la maisha yako umejitenga na neno lake. Labda unaishi maisha ya kutotii katika eneo fulani. Hata kama wewe ni muumini katika Kristo, labda hujaishi kama hivyo. Vema, unapaswa kumshukuru Mungu kwamba hapuuzi uasi wako. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwamba anaingilia kati kuturekebisha, kuturudisha, kutuleta tena katika ushirika naye. Ni wema wa Mungu unaotuongoza kwenye toba. Tazama uzito ambao unaweza kuwa unahisi leo, ile hali ya kupoteza amani katika nafsi yako,
Vema, wacha nikuambie, hiyo ni mwaliko wa kurudi katika ushirika na Mungu. Shairi la Yeremia linawaalika watu wa Yuda na wewe na mimi kurudi nyumbani kiroho. Mwaliko wa Mungu hapa unanikumbusha jinsi wimbo wa zamani wa imani ulivyosema kwa njia hii: kwa nini tusubiri wakati Yesu anasihi kwa ajili yako na yangu? Kwa nini tusikawie na kupuuza rehema zake, rehema kwa ajili yako na yangu? Rudi nyumbani, rudi nyumbani. Wewe uliyechoka, rudi nyumbani. Kwa bidii, kwa upole, Yesu anaita. Mwenye dhambi, rudi nyumbani. Basi hadi safari yetu ya hekima inayofuata, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.